Waswahili wanasema asiyesikia la mkuu huvunjika guu, wakiwataka vijana watukutu kuacha kufanya vitendo vya ajabu, lakini pengine dunia bila watu watukutu isingependeza. Huko nchini Italia, mnamo mwaka 1990 katika jiji la Palermo, Sicily, alizaliwa kijana mmoja ambaye wazazi wake ni wahamiaji wenye asili ya taifa la Ghana, ambaye alipewa jina la Mario Barua. Baada ya wazazi wake kushindwa kumpatia mahitaji muhimu, Mario ilibidi apelekwe kwenye kituo cha kulelea watoto, na ndipo mwaka 1993 akiwa na umri wa miaka mitatu tu, familia ya mwanaume wa Kiitaliano Francesco Balotelli ilipoamua kumwasili mtoto huyo ambaye alikulia kwenye maisha ya ufukara. Mwanzoni Mario alipewa ruhusa ya kwenda kuwaona wazazi wake halisi siku za mwisho wa wiki kabla ya mzee Francesco kukamilisha taratibu zote ambazo zilimpa haki za kuwa mzazi wa Mario. Ndipo jina la Mario Balotelli lilipozaliwa. Pengine hii ndio sababu inayompa uchungu na kuonekana mtukutu katika maisha yake ya ukubwani. Lakini Mwenyezi Mungu hakupi shida bila ya msaada. Kijana huyu alibarikiwa uwezo mkubwa wa kusakata kabumbu na kufanya sura yake iwe ya furaha kwa kuishi maisha ya kifahari yanayotokana na miguu yake. From long distance, lifting it into the corner. Absolutely brilliant Cavallo. Safari yake ya matumaini katika ramani ya mchezo wa soka ilianza katika klabu ya Lamezaro, ambako alicheza michezo miwili tu akiwa na timu ya wakubwa katika ligi ya Serie C. Kipaji chake kikawashawishi klabu ya Barcelona kumpa nafasi ya kufanya majaribio ili aweze kujiunga na timu hiyo, lakini bahati haikuwa upande wake, kwani hakuweza kufuzu na kurudi Italia katika klabu yake ya Lamezaro. Ukisema cha nini, wenzako wanasema watakipata lini. Klabu ya soka ya Inter Milan ikafanikiwa kumsajili kwa mkopo kutoka katika timu yake ya utotoni, na hapo alionyesha uwezo mkubwa wa kufumania nyavu akicheza na magwiji kama Samuel Eto'o na kufanikiwa kucheza mechi 86 huku akipachika magoli 28 ndani ya misimu mitatu kuanzia mwaka 2007 mpaka 2009. Mwaka 2010 alifanikiwa kuchukua tuzo ya Golden Boy akiwa na klabu ya Manchester City iliyomsajili kutoka Inter Milan, na hapo ndipo jina lake likatambulika vizuri duniani, kwani vituko vyake vya ndani na nje ya uwanja, ikiwemo kubadilisha style za kunyoa nywele kila kukicha, viliwafurahisha mashabiki wengi wa soka. Huku moja ya tukio lisilosahaulika ni lile la kuvaa jezi ya ndani iliyoandikwa Why Always Me, akimaanisha kwa nini mimi kila mara, kwenye mchezo dhidi ya Manchester United, akiwataka watu waache kumwongelea na kuenjoy soka. Wakati wa ubora wake, licha ya kuwa na kipaji kikubwa na uwezo mkubwa wa kufumania nyavu, Super Mario Balotelli alikuwa rafiki mkubwa wa kadi nyekundu. Kuna wakati akiwa anacheza Inter Milan, wakati huo ikiwa inanolewa na Mreno Jose Mourinho, walikwenda Urusi kucheza mechi ya ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya wenyeji Rubin Kazan. Mario alionyeshwa kadi ya njano dakika 42 ya mchezo. Walipokwenda mapumziko, Mourinho alitumia dakika zote 15 kumkumbusha Mario Balotelli kuwa washambuliaji wangu wote wa Inter wameumia, yeye ndiyo mshambuliaji pekee aliyebaki. Samuel Eto'o hayupo, Diego Milito na Goran Pandev hawakuwepo, hivyo chonde chonde Mario, usimguse mtu tukirudi uwanjani, cheza mpira tu, hata ukipoteza kuwa mtulivu bwana we. Dakika 46 tu, Super Mario Balotelli akala umeme. Balotelli pia amevitumikia vilabu vingi vikubwa kama AC Milan, Liverpool, Nice, Olympique Marseille na klabu ya Brescia. Timu ya taifa ya Italia nayo haitaweza kumsahau kijana huyu, kwani aliiwezesha kuingia katika fainali za Euro mwaka 2012 kwa uwezo wake mkubwa wa kupachika mabao yenye faida. Maisha ya nje ya soka ya Balotelli yaliyojaa visa na mikasa ya kustaajabisha pengine ndiyo yamewafanya mashabiki wa soka kumpenda
Kijana huyu mwenye asili ya Afrika aliyejaa tabia za mkali wa zamani wa Manchester United Eric Cantona, Super Mario Balotelli anatajwa kuwa miongoni mwa wasakata kabumbu wanaodaiwa sana na soka lenyewe, kwani kuna wakati alidhaniwa pengine angetoa ushindani mkubwa kwa wachezaji wanaowania tuzo za Ballon d'Or. Lakini mambo hayakuwa hivyo, kwani imefika wakati hata timu kama Brescia imevunja mkataba naye, yani hawataki hata kumsikia wala kumwona Balotelli. Lakini sisi ni kina nani kuilaumu timu ndogo ambayo haijai hata mkononi kama Brescia, wakati ni mfupa ambao uliwashinda vigogo kama Inter, Milan, Manchester City na Liverpool. Niite the top scorer of all time Ahmed Abdallah. Nifuate Instagram @AhmedAbdallah05 na mfuate pia mwandishi wa makala hii Jacob Kasanga @Kasanga Sports.